Nilikuambia Mwalimu Grace, wewe unakuja kunifundisha nyumbani kwangu. Ulinikiuka ukaenda kwa mganga. Sasa mganga wako alokutuma uje kuchukua mchanga kwangu ndio alokuponza. Sasa utakaa hapa mpaka mimi nitakuamua. Yato changanya maganiko pakawa mayo baba. Ndugu yangu bwana, ule ushauri ambao ulikuwa umenishauri kama nisifanye maamuzi kwa jazba, nisifanye maamuzi kwa pupa, niliyofanyia kazi. Nikasema nitulie, nichunguze, nijue nini kiini cha hili tatizo. Nikambana mke wangu, nikamwambia mke wangu nataka nikamwone huyo mganga ambaye anakupatia wewe tiba. Alistuka sana, lakini nilimwambia nitakonipeleke. Kwa sababu na lengo la kuenda kwa mganga wake ilikuwa nijue kuna siri gani imejificha kati ya yeye na kaka yake. Tukaenda kwa mganga, tukafika, nikamwona huyo mganga. Kiukweli majibu ambayo nimepata pale kwa yule mtaalamu, yale mashaka yote ambayo nilikuwa niko nayo yamefutika moyoni mwangu. Yaani hapa nilipo nina amani kabisa na mke wangu, na ile amani ambayo ilikuwa imepotea kwa muda kadhaa pale nyumbani sasa hivi imerejea. Unajua? Kwa hiyo asante kwa ushauri wako ndugu yangu. Sawa ndugu yangu, kwanza nikusifu na nikupe hongera. Hizo ndo sifa za mwanaume. Akizungumziwa mwanaume anazungumziwa kwenye pande hizo, na mwanaume ana mambo manne. Ana nadhari, ana hekima, ana utulivu na ana maamuzi. Wewe sifa hizo zote unazo. Sasa kingine naomba nikuulize swali. Ile swala langu la ushenga kwa mchokozi linaendelea au tumeliua tena? Swala la mchokozi bado lipo. Yaani la mchokozi liko pale pale. Yaani nafasi yako kama mshenga utabakia kuwa mshenga pale pale. Unajua wao wanawake muda mwingine tunatakiwa tuwe na akili kubwa kuishi nao. Alipengine alikuwa anahisi mapenzi yanapungua kwake akiwa anaongezeka kwa mke wangu. Kwa akawa na hofu, pengine nzika ningamwacha muda wote saa yote, kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo ile ambayo limetokea hapa kati halibadilishi dhamira au malengo. Tumepanga vitu vingi sana wale binti. Siwezi kumwacha hivyo. Hapo hapo pia niulize swali lingine. Huyo mganga alienda mke wako ni wa kike au kiume? Yaani hauwezi kuamini. Unajua hata mimi nilistuka. Yaani yule mganga ni binti tu, mdogo. Lakini ndo mganga ambaye anamtibia mke wangu. Na sijajua kwa nini umeniuliza hilo. Unajua nimekuuliza swali hilo. Hao wenzetu watu wa kike hawa wana mambo mengi sana tofauti na sisi. Wenzetu wanapendana sana kuteteana, tofauti na sisi wanaume. Pia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliwahi kusema, ukisikia la kuambiwa, changanya na zako. Alafu pia ukisikia uvumi sana, jua hilo jambo linakuja. Shiko nyinge, wako beta kine chini ya uvungu. Naletogwa na mane, siri ya uvungu. Naletogwa na debe, siri ya uvungu. Chilemoke, Memena, umerudi nyumbani mdogo wangu. Twende ndani mdogo wangu. Wakati wa mitume na manabii wa kweli walikuwa wakimwabudu Mungu kikweli kweli kabisa. Hawakuwahi kuabudu sanamu wala hawakuwahi kuabudu miti. Na hata alipokuwa kwenye ibada walikuwa wakisali kwa imani thabiti. Yaani hata kama angetokea nyoka akataka kuwagonga, walikuwa hapo tayari kufa kwa sababu walikuwa wanajua wanakufa katika imani. Walikuwa hapo tayari kufa kwa sababu imani yao iliwatuma kwamba Mungu atawapokea moja kwa moja, kwa sababu walisali katika imani kweli. Sasa iko wapi? Iweje leo mtu anapata matatizo tu, moja kwa moja anakimbilia kuabudu vitu vingine kwa ajili ya kupata msaada wa tatizo lake? Weka imani thabiti kwa Mungu na umrudie Muumba wako. Memena, kumbuka nafanya haya yote kwa ajili ya nusura yako wewe na ndugu yako. Nina ubaya gani hapa? Naomba twende ndani mdogo wangu. Kila mtumwa anatumikia kwa mipaka yake. Na tena mkiwaona watumwa wengine wanatembea taratibu, wakimbizeni kabisa. Kwa sababu hao miguu yao haina pancha. Wacheni watembee.
tazama wanavyoishi, kama ni machizi hawa watopona, wakiambiwa wasiki, tuwaombe labda Mungu atazama. Haya, wewe naye mwanangu, umechaniza minywele yako kama moni. Muda wote umeacha madomo tu umelizagamwa. Uwezi ukalifumba hata kwa mamako. Kila siku nakwambia acha mazoea na binadamu. Hawa hawana fadhila. Sasa wewe endelea kucheka na nyani utavuna mabua. Muda mwingine nyamaza, unanitia aibu mbele za watu. Mazoea hayo ya kijinga jinga. Tena mimi ikiwezekana sitaki mazoea. Yaani sitaki mazoea na mtu yoyote kabisa. Hata ngoma inaanza kupigwa taratibu tu, watu wanaanza kucheza. Kila ngoma inavyopigwa watu wanacheza kwa nguvu na watu wengine huko wanasikia. Mpigaji anataka sifa, ngoma inapasuka. Watu wanakuwa wanajua kabisa ngoma imefanyaje, imepasuka. Kwa hiyo sasa hapo ndo unajulikana ukweli, ngoma tena hakuna imepasuka, majibu yanakuwa yameshapatikana. Hebu ngoja. Unataka kuniambia kati ya mke wangu na huyu mganga itakuwa kuna siri wananificha? Mimi sijasema kuna siri wanaificha hapo. Ila tu kikubwa acha mvua yenyeshe tuone panapovuja. Mimi nadhani itumike tu busara. Busara ulioitumia kule ndio itumie hapa. Ushanifahamu kwa sababu wao wenzetu hao wanawake tofauti na sisi. Unaweza ukasikia kaka yake lakini kaka yake yenyewe binamu, kaka yake yenyewe sijui mama akufikia. Sasa kuna muda tunatafakari. Lakini sijahisi chochote kibaya. Ni angalizo tu sisi binadamu. Mama yako kidogo anatia wasiwasi. Lakini nikwambia kitu kimoja. Unajua Nkela mimi ni mke wangu ambaye nimeishi naye muda mrefu sana. Kiasi kwamba hata kama akiwa anaongopea hivi, najua na kwenye ile sakata ili kipindi ambacho kikiwa nazungumza naye kwenye kumdadisi nikimtazama machoni hivi naona kabisa kwamba aniongopei. Kwa hiyo ndugu yangu watu sio na shaka. Sawa ndugu yangu, naomba tuachane na jambo. Ila kuna kitu kinanichanganya sana. Yaani uko nyumbani huko bwana kakabizwa kenge. Unamaanisha mamba tena hana nafasi nyumbani? Hana nafasi kabisa yani. Kuna kitu gani tena? Mke wangu kipipi ananisumbua sana yani, kuna changamoto yani. Ila tuachane nazo. Wewe ndugu yangu. Jambo langu mimi, jambo la kwako wewe. Jambo la kwako wewe na kwangu mimi. Sasa usiponiambia hivyo unakuwa unamaanisha nini? Kwa kuwa tupo pamoja tutazungumza, ila acha tuzungumze jambo la msingi. Bwana, nimepata dili leo. Nimepigiwa simu kuna dili la miogo. Shamba lipo bondeni, kwa hiyo natakiwa ile miogo iuzwe kwa jumla. Mimi nikaona nikutafute wewe tuzungumze ili tukafanye biashara. Na hilo shamba ni kama heka ngapi hivi? Kiukweli mimi sijaona. Ndio maana nataka tuende mimi na wewe tukaone. Ili tubargain tunafanyaje. Nafikiri jambo zuri kwenda kuyaona, kwenda kuona shamba na pia kuangalia hiyo miogo iko na ubora kiasi gani. Maana wateja wapo. Simu zinaita kila siku Vingunguti huko Buguruni, simu zinaita kila leo. Wateja wapo. Ni sisi tukwenda kujiridhisha. Sawa, ila tu wale wateja wako wa mananasi na matikiti yale siwataki kwa sababu wale wa baba Ifu hatuje kufanya na biashara hata siku moja, ni maneno tu. Wale mimi sipokelea simu sasa hivi wale. Wale? Wale jao. Adela, nonompo hayai. Ana kama umechangamka. Vipi kuna ubwabwa sehemu gani? Hamna ubwabwa, hamna chochote, mimi na mavanga yangu tu huko nilipotoka. Na Adela kaanzisha vanga huko. Mdogo wangu na dada yangu, yani wamenitibua, sio poa bwaga. Hauishi mambo, yani kila mtu ana mambo mengi kweli. Kila mtu ana mavanga, kila mtu ana mavanga. Mavanga yangu yako pale pale. Tufanye hivi. Mavanga yako baki nayo. Basi asikize mavanga yangu. Adela, haya unajua mimi hadiye kuangushana ni kudondoshana. Kama unavyoelewa. Asa Adela. Unakumbuka lile genge langu lile. Wachawi. Wakanifilisi. Asa walivyonifilisi nikaona kama hii haiko sawa. Kwa mganga wangu Benziruza nikaenda kupiga nyanga. Nikapiga ndele ndulele. Sasa hivi niko safi. Tunasema hivi. Uwensa umezidi. Unaona bana? Sasa nikaona kwamba nitaanzia wapi kwa sababu mtaji nimeshaufyeka. Wachawi wameshaumaliza ule mtaji. Nikaona nina chawa wangu Adela, eti chawa. Nina mshikaji wangu Adela. Anichukue, anipeleke tena kwa yule mama wa mikopo. Kama tunavyoendaka, si umeelewa? Nikachukue pesa, nifungue genge jingine jipya nilianzisha. Hapo vipi? Bwaga, wewe unajisikia kweli unachongea?
Chendu, umefanikiwa kunidhibiti kwa sasa, ila Yaani umesahau kabisa kwamba wewe ulidondoka na biashara yako, ukaja kwangu mimi nikakupeleka ukachukue mkopo. Lakini zile pesa kuzilipa ilikuwa ni mtihani. Mpaka hatima yake mimi nimeingia, yani niloingia dhamana mimi ndio umenifanya mpaka nimekuja kuzilipa zile pesa. Sasa hivi tena unakuja unataka kunichukua mimi nikupeleke kule kwenye mikopo uchukue hizo pesa. Alafu mimi tena nikudhamini. Umenikosa baba. Sio kweli. Yaani ulichonifanya mimi nirudie tena. Adela, kuna mwako tupa jongo na mti wake. Unanitupa mimi leo udugu wako. Yaani uonge kuwa unajua udugu, usingenifanyia ulichonifanyia. Alafu nachokuomba mimi ukome kidogo kidogo. Ukizoea uache na usinizoee. Ameenda? Adela ndo akunifanyia leo mimi hivi. Nilisahau kitu. Ningemwambia mganga angenipa dawa za kukopea hela, nikapata dawa nikaja nikakopa. Sasa hivi ndo kanitelekeza, sijui nitaanzaje. Hili imeniliza sana. Odi. Karibu. Shaumu. Malaba za nyumbani. Uko baridi. Bali za Hapa mzuri tu. Nakubali. Sema nini bi mkubwa? Mimi jana katika mazingira yangu apeleka peleka kwa kazangu maskani pale. Kuna kijana kaja yeye ninavyokuambia yani. Yaani anakimbia kama katishwa bunduki. Mimi nikamuuliza, wewe vipi unakimbia? Umefumaniwa au? Akaniambia, umeiba? Hamna. Ushanielewa? Sasa vipi? Miaka ni banga, akaniambia, mimi nimetoka zangu kwa Biasmini pale. Ushanielewa? Kaniletea manjegeka, mimi sema nini? Nataka ni escape. Nipeleke lodi. Kutoka na sisi maisha yetu ya kiuni kama unavyojua be mkubwa baluza nyingi. Ushanielewa? Mimi nikamwambia nchekeche madusko. Nikutoe. Yaani vile napiga hatua akatokea mtu kama mimi na akaniambia, oya mrudishe huko ulipomtoa. Ushanielewa be mkubwa? Mimi namshika mkono yule bwana akaniponyoka. Kwa hiyo muda wote ambao uliopita usije kujua kwamba ipo kwangu kwamba mimi nimempa msaada yule bwana. Hapana, mimi sijampa msaada. Usijali. Tena umenisaidia pakubwa sana. Yule kijana nilikuwa namtafuta. Na yule aliyokutokea mbele yako. Msimetoka wawili? Nilikuwa ni mimi. Tena asante sana. Ondoa shaka. Hakuna baya ulilofanya. Kuwa huru. Na pia pale ulipokuwa unamkimbiza ndio umenisaidia mimi kupata kumkamata na kumrudisha nyumbani. Na usijali. Karudi yupo ndani. Ondoa shaka, usiwe na wasiwasi. Kuwa huru mtoto wangu. Sawa? Kwa hiyo nipo huru hapa. Basi fresh bi mkubwa, mimi naondoka. Sema nini? Unajua. Unajua sana bi mkubwa. Najua umenisaidia lakini. Mama kakaangu yule. Tuingie ndani. Ingia ndani. Pale mana kuna uvungu, ele monzela chini ya uvungu. Wala uoshi kama ofata mashariti opela. Shoga yangu, naona leo ndo umeamua kuja kunitembelea baada ya kunisusa muda mrefu. Wewe tena uishi lawama. Yaani kuja kote huku lakini bado milawama tele. Haya ndo nimeshakuja kufidia hizo siku zote ambazo sijaja. Haya karibu. Asante.
Shoga yangu, serikali ilikuja kututangazia walitusosoma wote twende shule tukapate elimu, lakini wewe udugu wangu sijakuona. Au kwa kuwa mwenzetu una elimu darasa la kwanza? Mna shoga yangu. Huyo mume nilokuwa naye mundani, yeye ndo mjumbe, lakini kamruhusu bi mdogo. Mimi kaniambia nikae hapo chini kwa kuwa najua kuandika jina langu na wazazi wangu. Basi nikae hapo chini ni mama nyumbani nifanye kazi ya kupika tu basi. Haya, tuachane na hayo. Maana hivyo vilikuwa ni vibwagizo tu. Umetaka moja kuolewa na mtu mzima. Haya, mimi nimetoka zangu huko akina Tangani. Nikasema nikupitie hapa udugu wangu, nije nikusalimie. Mimi naenda zangu nyumbani. Nashukuru shoga yangu kwa kuja kunitembelea. Haya, asante. Msalimie huyo bwana mkubwa. Haya, karibu kwetu. Imekubali. Kwa ni mpaka na kule, si ndio? Nimeshiba hiyo. No. Mimi nadhani ndugu yangu Mali umeiona hiyo. Ndugu yangu Mali nimeiona na mazingira ambayo jinsi yalivyo hii miogo. Hii tunapata teja kwa haraka sana yani. Kwa sababu kwanza iko vizuri. Iko vizuri ya uhakika kabisa. Ila sijamuona mwenyeji hapa. Yuko wapi? Ndugu yangu. Wakati nakuja siliongea kwenye simu alinielekeza kingo hizo na ambazo nakuelekeza wewe. Yule ambao unaongea naye muda ule? Kwa ni wapi na wapi inaishia? Kule tulipotokea kule. Sawa? Pale na huko mwisho ambao utakapokwenda nitakuonyesha kingo za mwisho hizo. Basi nafikiri mimi nimeiona, Mali nimeiona na kwa hali ambayo nimeiona hapa shambani wateja tunapata kwa haraka sana sana. Kwa sababu nifanya mawasiliano na mzee ambaye anataka miogo, nimfahamishe kwamba Mali ishapatikana, kwamba tuna uhakika kabisa muda wote saa yote tunauza Mali. Hamna kipengele nafikiri. Sawa, usimsahau na ule mzee Nyambui sasa. Hivi wewe bado unahitaji miogo naye? Nilikuwa nishamsahau ule mzee. Sina magongo na chechemea, shida ya moyo hawezi kuongea, ghafla songo unakwambia wako upendo ndani umeingia. Sikufichi nilitaka nipite, umenipa nini mpaka nimezama. Sikufichi sikutaka nikupende, hivi kitu gani kilichonipa? Vipi? Safi kaka, shikamoo. Marahaba. Vipi shikamoo? Marahaba, ujambo? Sijambo. Safari ya wapi wenzetu?
kuna pahala naelekea na wifi yako. Pia imekuwa ni vyema zaidi kukutana na wewe, maana nyumbani sijaacha maagizo yoyote yale. Pia sina ratiba za kurudi nyumbani, nitarudi kesho. Sisi tunavyojua wewe una rafiki mmoja tu na rafiki yako ameoa. Haya, unaenda kulala wapi? Kadogo, mimi mtoto wa kiume, kwa hiyo usio na wasiwasi. Kesho mapema sana nitakuwa nishafika nyumbani. Haya, mimi sina usemi ndugu yangu. Wifi, kuwa makini na kakaangu. Hata usijali, uko salama. Haya mama, bye. Haya, usalimie nyumbani. Wenye roho za korosho, najua watupendi, yanawavimba macho, penzi letu likitrendi, we ushangai, siku hizi mkono wa birika sina. Sawa, tutafanya mawasiliano. Wala kuna shaka. Halafu kingine nikupe angalizo. Hakikisha mwenye shamba anapata pesa ya kutosha na sisi tunapata. Yaani asizurumiwe mtu. Yaani vitu viende kihalali. Unajua hizi biashara mtu akikunja tu haiendi vizuri. Haki ipo. Kwani dau ambao analitaka wewe liko pale pale? Liko pale pale. Sidhani kama kuna kipengele hapo. Kwa sababu pesa ambayo anataka yeye na ambayo atakapatiwa ni hiyo hiyo. Hamna tatizo hapo. Basi sawa, tunaweza tukaenda. Sawa, lakini nilikuwa na kipengele, nilikuwa na wazo. Unajua ndugu yangu Mwambo, si biashara hii ya udalali tushafanya muda mrefu sana. Na maisha yetu kila siku yako vile vile, hayabadiliki. Sasa nilikuwa nawaza tukipiga mishe kama 3-2 hivi, kile kiasi ambacho tutakuwa tumekipata, tuanze na sisi kujimudu kununua au kukodi shamba. Anapotokea mtu anataka kuuza bidhaa zake, tunanunua sisi kwanza, tunaingia front. Akitokea mteja anataka bidhaa, tunauza kwa bei ambayo tunataka sisi, kuliko hii kupangiwa bei. Unaona kama tufikie malengo hivi. Hiyo nzuri. Una akili kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa wewe kama ungekuwa enzi za utumwa wewe. Watu washagomboka. Maana kipindi kile watu wapo wengi kama 100. Alafu mtu mmoja kashika gobole lake, afu gobole lenyewe tu mpaka washe utambi. Lakini watu wakanashindwa kujigomboa. Sasa angekuwa wewe ungewasaidia. Basi nafikiri kama ni hivyo, ni vizuri hivyo. Tufanye hivyo. Tubadilishe kidogo hata mfumo wa maisha tunayoishi sisi. Lakini ili tugane majukumu, napendekeza mimi nitakuwa nafikiria kujua bidhaa zinapatikana sehemu gani na shamba ziko sehemu gani, ili kwenye pesa ukanazo wewe. Kwa kila mmoja akae kwenye majukumu yake. Itakuwa rahisi kwetu sote. Hapana. Nakwambia hivi. Pesa utakanazo wewe. Kule kuna kipipi kule. Shauri lako. Kwani uko vina? Twende bwana wewe ndugu yangu. Utaisalibu ugomvi wewe. Bana vipi? Safi, karibu. Asante sana. Samahani, mimi katika hichi kijiji sio mwenyeji sana. Na mara kadhaa nilikuwa nikielekea gengeni kununua mahitaji ya nyumbani. Sawa? Lakini leo nimepita njia ile ile. Kufika mbele kanichanganya. Nikajikuta nimetokea hapa. Kunikiashiria tosha kuwa mimi nimepotea. Kwa nilikuwa naomba unisaidie niweze kufika huko gengeni. Sasa hapa kijijini kwetu magenge ni mengi. Kwa nashindwa kufahamu ni genge lipi ambalo unaelezea wewe. Labda ungenielekeza lilivyo hilo genge ili niweze kukuelekeza lipo maeneo gani. Hilo genge ni kibanda fulani ambacho kimejengwa cha udongo. Kwa mbele wamekitengenezea meza ambayo ndo wanaikaga mazagazaga yote, nyanya, vitunguu, kila kitu. Lakini kwa pembeni kuna ubao ambao wameandika tunauza vocha. Kweli ndugu yangu, kama umekanyaga mdudu, kwa sababu hiyo njia ulokuja nayo ndio hiyo njia ambayo ingekupeleka kwenye hilo genge. Ila sio mbaya, maana nikikurudisha huko nitakuchanganya zaidi. Fuatisha hii njia hapa inayoenda hivi. Pale mbele utakutana na barabara kubwa ya mtaa. Wewe ingia mkono wako wa kulia. Ukinyosha moja kwa moja utakutana na hilo genge na walivisia. Asante sana, nashukuru. Sawa, karibu tena. Asante.
Inatakiwa utulivu na mawazo chanya ili kulidadavua hili. Inasemekana kuwa binadamu wa kwanza alitokana na soko. Tena hiyo mifano inapelekwa kwa watu weusi tu. Tukikaa tukatafakari, je, hao wenzetu wenye ngozi nyeupe wenyewe walitokana na nini? Au tuseme kwamba walitokana na farasi mweupe na wao. Ndio maana mimi sitaki mazoea kabisa. Tena na hata wewe kila siku nakukustizia. Acha mazoea na binadamu kwa sababu ndio chanzo na sababu ya kuamini maneno yao. Afadhali sister akakumbuka kurudi nyumbani. Yaani amekuwa ni mtu kukepea tu, mtu kuzurura tu mitaani. Esa good. Naomba mjaelewe dadangu arudi kwenye hali yake kama ya zamani. Yaani familia imekuwa familia machizi tu. Wengine wanadondoka ovyo, wengine hivi. Tujali Esa good. Awe sawa kama wenzie. Na unaponiangalia, hakikisha mawazo yako na macho yako vinaendana sawa. Sio unaniangalia tu, kumbe mawazo yako yananifanyisha kama vile bidhaa ya makumbusho. Mimi ndio maana sitaki mazoea, tena sitaki mazoea kabisa na binadamu mimi. Kwa nini umeamua kufanya hivyo na kumleta huku kwangu? Kama nilivyokuambia awali, nilichokuwa nakisubiria ni kile kifaa ambacho nilikupatia unihifadhie. Hivyo, kwa kuwa nimekipata, nimeanza na yeye. Na wengine ndo watafuata. Alinikaidi kwenye madaraka ambayo alikuwa nimempa. Hivyo, acha nifanye hiki, ndio kinastahili kwake. Na hapa kijijini nani atabeba madaraka kama alivyokuwa yeye mwenyekiti? Hilo sio jukumu langu. Ni jukumu la serikali. Nilichokuwa nimekifanya mimi, kile unachokipenda wewe ndio nimekupatia. So unahitaji viumbe kwa ajili ya kukusaidia kwenye taratibu zako. Basi nimekuletea huyu, atakuwa miongoni mwa wale ambao misikule uliokuwa nao. Sawa mkuu. Ngoja mimi niondoke, nikuache uendelee na majukumu mengine. Sasa mke wangu, mwili mbona uko hapa? Na wakati kabisa uliandaa kibanda kile kwa ajili ya kuhifadhi hivi viumbe. Na ukiangalia huu ni usiku. Mimi ukweli mazingira haya siwezi kulala. Naogopa. Nimeuweka mwili kwa makusudi. Nataka wewe uzoee. Mimi si mke wako. Nitachofanya mimi nataka nawe ukione. Ndio utapopata kuzoea. Sasa hili dogo unalishindwa. Je, kubwa utaliweza? Hebu kwanza jiandae upumzike. Mimi nina kazi nje na mwali wangu. Sasa tunaendelea na kazi zetu za usiku. Kwa yale tuliyotanguliza tushakamilisha. Na maanisha ushakuwa mchawi. Yamebaki mambo madogo madogo tu. Mfano nyimbo. Tukiingia kwenye kazi zetu za usiku. Yepe. Yabuye. Lete nyimbo. Masuala ya boko nyimbo. Kumwezi. Kusambila. Kukiza. Kumwezi. Kukiza. Kumwezi. Nikusambila. Kukiza. Nikupala manya. Kumwezi. Nikusambila. Kukiza. Nikupala manya. Stando kachapa ibiti. Sasa Kiepe. Umoto. Unaweza kwenda kupumzika. Niachie na mwali wangu. Vipi labda kusuka chungu? Hiyo nenda nacho. Sasa mwali wangu,
Uchawi una raha yake. Unaweza ukaenda popote, unapotea tu. Unarudi. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa giza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa.